neema, tumefungwa. Yani watu wafurahi vazi la Bwana, vazi la Roho. Ile ni vazi la Roho alilopewa Haruni, alilopewa Musa. Kweli ni kwamba alimadamu wewe ni mdhambi, na hata kama unavaa kanzu yako haina faida yoyote kwenye mwili wako. Hebu nifuate kwa makini sana. Nyote ambao mna huduma za makanzu, nifuateni kwa makini sana. Alimadamu wewe ni mdhambi, hata kama uvae kanzu namna gani, hata kama unipe tafsiri nyingi za kanzu, lakini alimadamu unaishi maisha mabaya, kanzu yako haina chochote, haikufaidi chochote. Maana huduma haikai kwenye kanzu. Huduma, kazi haikai kwenye kanzu. Ndio maana tuna wengi waombaji, wengi sana, lakini wengi wao ni wahuni. Wengi wao ni wazinzi, ni wahofu. Wengi wao ni walevi, wengi wao ni washarati. Lakini makanzu ndio kila siku wanavaa. Kwa hiyo kanzu litakuwa ni vazi la Roho kama wewe mtu mwenyewe ni wa rohoni. Hizi vazi la Roho. Kanzu ni vazi la rohoni, litakuwa ni vazi la kiroho kama wewe mtu mwenyewe ni wa rohoni. Lakini ukweli ni kwamba kutokuvaa kanzu ama kuvaa kanzu haikufanyi kuwa mtakatifu sana, haikufanyi kuwa mtakatifu. Hapana. Ni kweli utakatifu ni pamoja na kusitiri mwili wako, ni kweli, ni ndio. Lakini kusitiri mwili wako ni wajibu wa wanadamu.